pasiwe na hamasa ile kubwa sana ya vyombo vya ulinzi na usalama. Kwa sababu pakiwa na hamasa kubwa sana ya ulinzi na usalama vyombo kupita badala ya wananchi kupata ile hofu, wanasema kwa ajili ya wale ambao pengine tunawazania kwamba wanaweza kuvunja amani, wananchi wakashinda kwenda kupiga kule sasa kuogopa pengine vyombo vya ulinzi na usalama. Kwa mimi nataka nishauri kwamba pawe na mzani ambao wakati mwingine wenye kufanana. Kwa mfano kiongozi wetu akishatoa tutamko, kwa mfano pengine RPC au CD kwamba kuwe na kutoka kuna amani, msiwe na mashaka, wananchi wanaelewa. Kwa hiyo mimi mashaka yangu ni kwamba pakiwa na wingi wa askari kupita maelezo, unaweza kujikuta wananchi wakapata hofu. Sasa hivi kweli kutakuwa kuna kupiga kura kweli, wakapata hofu. Kwa mimi ninaamini wananchi, elimu iliyotolewa na viongozi wetu, hususan wakuu wa wilaya, mkuu wa mkoa na vyama, wamefanya kazi kubwa sana. Kwa hiyo hii ngwe iliyobaki ya siku moja kesho tuimalizie vizuri, watu wakaende kupiga kura kwa amani na upendo. Haki ikiwepo, amani itakuwepo. Haki ikikiukwa, uvunjifu wa amani lazima utakuwepo. Sasa niombe tu, yaliyopita yamepita, tutende haki. Tutende haki, amani itakuwepo na hakuna mtu atakayepoteza maisha wala kuumizwa. Lakini la pili, nataka kusema, nimepita soko kubwa mimi wakati nakuja huko. Nimekuta askari wametanda pale. Wengi. Na kama nilivyosema, mimi ni mwenyeji wa hapa. Mwaka 2010 Mpanda ilifanya uchaguzi wa marudio. Uchaguzi wa tarehe husika, baadhi ya vifaa vikuja jimbo la Mpanda mjini. Tanzania nzima majimbo 4 yalirudiwa na Mpanda mjini. Walikuja askari kutoka Kigoma, Sumbawanga na Tabora. Wakati huo Mpanda hatujakuwa mkoa wa Katavi, tulikuwa tuko mkoa wa Rukwa. Walipiga kura watu 40% kati ya wale waliojiandikisha. Waliogopa shangazi zetu, dada zetu, bibi zetu kujitokeza, na kulikuwa hakuna foleni. Wasimamizi wa vituo walikuwa wanakaa wanasubiri mtu aje, na akija mtu zinapita dakika kadhaa ndio anakuja kujitokeza mtu mwingine. Kwa hiyo kwa hili, na kama msemaji wa mwisho ameligusia idadi ya wapiga kura kesho kutwa, tukubali tusikubali itakuwa ndogo. Watu washaanza kutishika. Nini sababu ya kuumia? Nini sababu ya kwenda kupoteza maisha? Mimi sitoki, nitakaa nyumbani. Kunguru muoga uepusha bawa lake. Kwa hiyo hakuna katazo lolote ambalo labda limetangazwa na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwamba labda shughuli za kiuchumi zitasimama. Hapana. Kwa hiyo ndugu zangu, na sehemu hii ndio sehemu sahihi, ndio mbalozi sahihi. Tunapokwenda kutoka kwenye kikao hiki mbele ya mwenyekiti wetu, basi tuyapeleke haya mazuri ambayo yanakwenda kufanya, na wananchi wetu waendelee kuwa na amani. Sisi kama jeshi la polisi tunaona kwenye mitandao yanayoendelea na wengineo mnaona, lakini tuna imani kwa siku ya kesho na siku mbili zinazokuja, jeshi la polisi tuko imara. Nendeni mkawe na imani na vyombo vyenu kwamba vyombo vipo kwa ajili ya kuhakikisha amani na usalama vinaendelea kutamalaki kwenye maeneo yetu. Tumejipanga kuhakikisha ulinzi unakuwepo wa kutosha. Hatutaruhusu uwepo wa viashiria vya uvunjifu wa usalama kwa namna yoyote, na hatutamvumilia yoyote ambaye atakuwa ni chanzo cha kusababisha vurugu ama kuleta taharuki katika wilaya yetu ya Mpanda. Na katika siku hiyo pia hakutaruhusiwa maandamano ya namna yoyote ile. Nisisitize, hakutaruhusiwa maandamano ya namna yoyote ile, ili kuruhusu wananchi watumie haki yao ya kikatiba ya kwenda kuchagua viongozi wao kwa kipindi kingine cha miaka 5 inayokuja. Kwa hiyo tumejipanga kikamilifu, doria za kutosha, lakini pia tumejipanga kikamilifu kuhakikisha kila mwananchi wa wilaya Mpanda anapata haki ya kulindwa yeye pamoja na mali zake, ili aweze kushiriki kikamilifu katika uchaguzi unaokuja. Niwaombe ndugu viongozi ambao tumekutana hapa pamoja, kwa maana ya viongozi wetu wa dini, viongozi wa vyama vya siasa, yapo maisha hata baada ya uchaguzi. Niwaombe tuwakumbushe waumini wetu, lakini pia tuwakumbushe wananchi wetu, wafuasi wetu,
kwenye vyama vyetu ambako tunatoka, kwenye vyama vyenu ambavyo mnatoka, wajue kwamba yako maisha hata baada ya uchaguzi. Sisi ni wamoja. Tunahitaji na tunatamani kuona umoja tulionao, upendo tulionao na mshikamano tulionao unaendelea hata baada ya uchaguzi. Sio rahisi maendeleo kufika kwenye jamii ambayo ina mvurugano ama ina migogoro. Kwa hiyo rai yangu kubwa kwenu ni waombe sana tufikishe ujumbe kwa jamii wa kuwahamasisha kushiriki kwenye zoezi hili la uchaguzi, waweze kuchagua viongozi wao, lakini wakati huo huo wakijua ya kwamba jukumu la kulinda amani, usalama, utulivu, umoja, mshikamano, upendo tulionao ni jukumu letu sisi sote.